Ndugu mtazamaji, karibu tena katika kipindi chetu ambacho kinaendelea kukupa elimu ambayo unaipata kiganjani kwako au unaipata kwenye televisheni yako kupitia mitandao yetu ya YouTube na kijamii. Usisahau kusubscribe, kuwa na sisi na kuwashare na watu wengine waweze kujifunza kama ambavyo wanavyofaidi. Share na wenzio nao wafaidi na haya maarifa. Leo kwenye session yetu tutakuwa na kitu muhimu sana ambacho kitahitaji kukubadilisha kutoka hatua moja ulionayo kupeleka hatua nyingine. Na eneo hili tutajifunza kwa nini mara nyingi watu ambao wamefanikiwa wengi huwa tunaambiwa kwamba pengine wameacha shule, yani wamedrop kutoka vyuo vikuu, au pengine ni watu tu ambao wako Kariakoo au maeneo mengi ya biashara ambao hawajasoma. Kwa hiyo swali langu huwa najiuliza kwamba kuwa na akili nyingi ndio inaweza kusababisha ufanikiwe? Kwa hiyo majibu ya maswali hayo utayapata kwenye video hii. Karibu sana uwe na sisi mwanzo hadi mwisho ili tuweze kujumuika na kutazama pamoja. Twende tukatizame. Mafanikio ya kibiashara yana attributes nyingi sana ambazo zinaweza kutokea kwenye maisha ya mwanadamu. Attribute ni zile tabia au namna ambavyo unaweza kufanya vitu ambavyo unaweza kuvifanya vikapelekea mafanikio. Sasa kuna myth kwamba akili nyingi, kuwa na akili nyingi, kwamba mtu aliyefanikiwa anazo akili nyingi kwa kile anachokifanya. Leo nataka tu nikuoneshe namna ambayo akili nyingi peke yake haziwezi kukupelekea kuweza kufanikiwa. Mafanikio ni matokeo ya vitu vingine kadha wa kadha ambazo nitavitaja hapa, ambayo akili nyingi sio kigezo kikubwa au kikuu cha kusababisha uweze kufanikiwa. Japokuwa ni muhimu sana uwe na uwezo wa kufikiri na kutenda kwa maana ya akili, lakini attribute, vile viashiria vya mafanikio vinatokana sana sana na vitu vifuatavyo. Cha kwanza ni courage, ujasiri. Cha kwanza ni ujasiri. Ukiwa na ujasiri wa kufanya jambo, haijalishi kwamba una akili nyingi au hauna, lakini ule ujasiri wako unaweza sasa ukapelekea wewe ukafanikisha lile jambo. Nitatoa mifano kadha wa kadha, mambo ambayo yameshatokea kwenye maisha yangu na mengine ambayo wewe mwenyewe unaweza kaongeza kwamba ni kwa namna gani ujasiri ulikusaidia kufanikiwa kuliko akili. Mimi binafsi nakumbuka wakati ambao nilikuwa bado ninavua samaki kama mvuvi. Unajua ni ujasiri mkubwa sana kupanda kwenye kimtumbwi cha mbao, kimekaa tu mbao huku na huku, alafu naamini kwamba usiku kucha utakuwa kwenye maji na utakuwa salama na utarudi salama. Haihitaji akili nyingi kuwa pale, inahitaji ujasiri. Kuna watu wakiuona tu ule mtumbwi, unajua hapa siongelei meli, naongelea mtumbwi ambao unakaa tu, hata hii meza ni ndefu, yani ni kina tu kidogo cha mbao, ubao mmoja au mbili au tatu zimepangwa na sehemu ya kukalia, unakwenda kuvua samaki. Inahitaji ujasiri ili uweze kufanikiwa kuwa mvuvi. Sio akili nyingi. Ndiyo kuna akili ya kufahamu na utambuzi, lakini kwanza tu ili niweze kuwa mvuvi inahitaji ujasiri. Ujasiri wa kukaa kwenye kile kimtumbwi na kuanza kukiamini kwamba kitanilinda bila kuzama, pamoja na dhoruba ya maji na mvurugano wote na upepo mbalimbali wa baharini au ziwani, lakini nitaweza kurudi salama, nitakwenda kuvua salama samaki na kurudi salama. Inahitaji kuwa na ujasiri. Kwa mafanikio ya kitu chochote unachotaka kufanya, kama kuna mahali umekwama, umekosa ujasiri tu, sio umekosa akili, umekosa ujasiri wa kwenda kuanza kukifanya hicho kitu kwa nguvu na ukubwa ule ambao wewe mwenyewe utatokea mbele ya safari. Kwa mafanikio ni matokeo ya ujasiri.
Kwa hiyo hebu nakushauri hata unapotazama sasa hivi, kama ulikuwa na jambo lako ambalo ulikuwa umekosa ujasiri wa kuweza kuanza, tafuta tu ujasiri, tafuta tu akutie moyo, njoo tukutie moyo tu, uwe jasiri ukapambane na yale mazingira uweze kwenda kuanza. Ukiingia kwenye maji, unaona mtumbwi ule, maji yanaingia wakati wewe uko mle ndani. Wale ambao ni wavuvi wenzangu au wamewahi kuvua samaki wanaweza kunielewa kwamba unapokuwa kwenye bahari au kwenye ziwa na ule mtumbwi tu mdogo ule, maji kwenye kile kingo au maungio ya ule mtumbwi yanakuwa yanaingia ndani ya mtumbwi. Lakini unakuwa jasiri kwamba nitakuwa nayatoa kwa kutumia kikopo kidogo kadri yanavyoingia mpaka asubuhi, na mimi nitakuwa salama na hayatajaa ili yanizamishe. Unafanya hivyo, na wakati huo huo unatakiwa uvue samaki. Unatupa nyavu au unatupa ndoano ili uweze kuvua samaki. Sasa kazi zote hizi zinafanywa ukiamini kwamba nitakuwa salama. Ujasiri wa kupambana na mawimbi, ujasiri wa kupambana na matuta ya maji, huwa yanakuja kama matuta. Kwa kwenye mtumbwi mdogo unapanda na kushuka, unapanda na kushuka huko mle ndani usiku kucha. Inahitaji ujasiri wa hali ya juu sana. Na hiyo ndio inapelekea unafanikisha jambo. Sasa kwenye maisha yote ambayo tulionayo, huwa nimeshatoa mfano na nikasema kwamba ili uweze kufanikisha jambo ni lazima ufanye vitu ambavyo haupendi ili uweze kupata vitu unavyopenda. Sasa ili ufanye ambacho hukipendi au unakihofu au unakiogopa, inahitaji ujasiri. Inahitaji sana ujasiri. Maeneo yote ambao unaona watu wamefanikiwa, wanatumia tu nguvu na biashara wanatumia tu ujasiri. Mtu hafahamu Kichina, hafahamu Kiingereza, anafahamu tu Kisukuma, lakini anapanda ndege na kwenda China kwenda kununua bidhaa, na haongei lugha yoyote kati ya Kichina wala Kiingereza au lugha yote ya kimataifa. Lakini akifika yeye na calculator yake, ataongea Kikinga, Mchina ataelewa, ataongea Kisukuma, Mchina ataelewa, na Mchina ataongea Kichina chake, wataelewana kwenye calculator. Hiyo inahitaji ujasiri. Haihitaji elimu nyingi sana, wala haihitaji uwe na akili nyingi. Ukiwa tu jasiri ambaye huna hofu ya kuongea cha kwako na aongee cha kwake, ili tumeelewana, unakwenda. Lakini kuna watu wameshikiliwa hapa kwa sababu tu wanasema mimi sijasoma, mimi sikupelekwa shule, mimi wazazi wangu hawakunisomesha, mimi ningekuwa najua Kiingereza mimi ningekuwa mbali. Wapo wanaokijua kama wenzio wenye akili nyingi, lakini bado hawajafanikiwa kwa sababu wanakosa ujasiri. Sasa ujasiri haijalishi lugha yako, haijalishi kimo, haijalishi umbo lako. Ukiuvaa ujasiri bila kujali ulivyo, ili mradi uweze kuvaa ujasiri, unafanikiwa jambo. Kuna watu ambao wana phobia mbalimbali, wana hofu ya vimo. Mtu hawezi kupanda gorofani kwa sababu ana hofu. Kwa hiyo mtu yule hawezi kuwa fundi wa kujenga kwa sababu yeye tayari hofu yake imeshamtawala. Hana ujasiri wa kupanda juu gorofa 10. Anaona kama anadondoka. Lakini kuna mtu ana ujasiri, unakuta amening'inia huko juu, hapo ukiangalia mpaka unaacha kuangalia, yaani unaogopa kuangalia, yeye amening'inia. Ule ujasiri unafanya aweze kufanikisha jambo lake. Kuna watu wanakuta hawana mitaji wa kuanza jambo lao. Sasa hapa anaponisikiliza anasubiri apate mtaji. Wewe nadhani unachosubiri ni ujasiri wa kuanza bila mtaji. Ukianza kwa kutumia ujasiri wa kulianza jambo kwa saizi ile inayowezekana, taratibu linaanza kujengwa sasa
linaanza kujengwa mpaka inafika mahali linatokea sasa, linakuwa jambo, linaonekana mapungufu yake, alafu unaanza kupata watu wa kukusaidia. Kwa hiyo attribute ya kwanza, yani viashiria vya kwanza vya mtu ambaye anatakiwa kufanikiwa ni kuvaa ujasiri. Ya pili kwa Kiingereza wanaita perseverance, uvumilivu wa Kiswahili. Ukiwa jasiri mwenye uvumilivu, ukiunganisha hizi attribute mbili, hizi element mbili, ujasiri na uvumilivu, ni attribute na ni nguzo kubwa sana za mafanikio kuliko kuwa na akili nyingi au pesa nyingi. Of course hata pesa nyingi ni mafanikio, lakini huwezi kupata kama wewe sio jasiri, kama wewe huna uvumilivu. Na tunaposema uvumilivu sio katika hali nzuri, yani huwezi kupima uvumilivu kwenye hali nzuri. Ni pale ambapo hauna mtaji alafu unavumilia kuanza hivyo hivyo. Hauna elimu ambayo unayofikiri kwamba inatakiwa, wewe unaenda hivyo hivyo. Unavumilia mawimbi. Uko ziwani au baharini unavua samaki na ngalawa. Wale wataalamu ambao wako kwenye ngalawa pale, wapo wanaoongoza ile ngalawa. Hata mtumbwi huwa tuna kiongozi anayeongoza, anayekaa nyuma kama ni mtumbwi. Kama ni ngalawa ile inayotumia kitu kama hema, kama pazia fulani hivi kwa kubeba upepo, kunakuwa na kiongozi pale katikati. Yule kiongozi ambaye kama mmewahi kuona ngalawa inatumia kitambaa cheupe au cha rangi nyingine yoyote, huwa kuna mtu ambaye pale amebobea kujua aina za upepo na mabadiliko yake. Upepo ukibadilika bila yeye kubadilika wanazama. Sasa inahitaji ujasiri wa hali ya juu sana kwamba wewe unafahamu utabadilikaje, upepo utabadilika vipi na dakika gani itabadilika, na wewe umeshabadilika namna kuliweka lile hema lako linaloendesha ule mtumbwi. Wengine mnaweza msinielewe sana kwa sababu tumepita huko. Wale ambao ni wavuvi wenzangu wanaelewa zaidi. Lile hema ambalo linaendesha ngalawa au mtumbwi linaendeshwa kwa kutumia mwelekeo wa upepo. Kwa hiyo upepo ukitokea upande wa pili ambako wewe hujaweka lile hema, linaangushwa. Ni lazima uweke eneo ambao unautega ule upepo unajaa, unalijaza lile hema, alafu unakuwa unapushi mtumbwi kutokana na upepo unakoelekea. Sasa ni lazima kuwe na mtaalamu wa upepo anayejua mabadiliko na dakika na saa ya mabadiliko na namna unavyobadilika upepo na majina ya pepo. Yaani huo upepo wa baharini au ziwani una majina yake. Sasa wanafahamu wataalamu kama unabadilika baada ya muda gani, au ukitaka kubadilika anapata dalili gani. Sasa kupasivia, kuvumilia kukaa pale, unapambana na ule upepo usizame. Mwisho wa siku unatoka kule ukiwa na samaki wengi. Ni mafanikio, lakini yanahitaji uvumilivu wa hali ya juu sana. Hata wanaosafiri kwa ndege wanahitaji uvumilivu wa hali ya juu sana. Kila eneo la mafanikio linahitaji hivi vitu viwili. Uweze kuwa jasiri, uweze kuwa na uvumilivu. Jasiri ni yule kama mtu mpaka anakuona wewe ni mjinga. Unajua ukitaka kuwa sio wa tofauti, inatakiwa uonekane wa tofauti. Ukitaka kuwa wa tofauti, unatakiwa uonekane tofauti. Hauwezi kuwa wa tofauti alafu unaonekana wa kawaida. Haiwezekani. Kwa hiyo lazima ukivaa ujasiri mpaka watu wanakuona kama chizi fulani, kwamba huyu mtu anataka kujenga, anataka kufanya kile kitu kikubwa namna ile. Mbona kila kitu hapa katikati yake ndio mzunguka akifanana anachotaka kufanya? Lakini yeye kwa kuvaa ujasiri anasema ninaweza, ninaenda, na inaanzia kwenye akili. Anakwenda anaanza kufanya, anapambana na mazingira yale ya mawimbi,
anapambana na mazingira ya kila hali ambayo iko pale, ya kukosa mtaji, ya kukosa watu fanya kazi, kukosa kila kitu. Anapambana na mazingira yale huku akiwa anavumilia maneno, matusi, kila kitu ambacho kinakuja, hasara, unavumilia. Lakini mwenzangu na mimi, ambayo ukisemwa tu unajikunja, ukisikia mtu anakusema tu vibaya una quit, unaondoka, ambao unakosa uvumilivu wa kuvumilia mishale, hauwezi kufanikiwa. Ukitaka kufanikiwa, uwe tayari kuwa mvumilivu, uwe tayari kuwa mjasiri kupita hali ambazo sio za kawaida, ili uweze kufanikiwa kusiko kawaida. Kwa hizi ninazoziongea hapa ni very internal, zinatokea ndani ya mtu. Ni attributes zinazotokea ndani ya mtu ambaye anataka kufanikiwa. Zipo nyingine nyingi zinazotokea ndani, kama excellence, kutaka kitu kiwe bora, inatokea ndani yako. Uongozi unatokea ndani yako. Na kuna vitu ambavyo vinatakiwa vitokee nje kuweza kukusaidia. Sasa ukishakuwa una ujasiri wa kwanza, alafu ukapata uvumilivu wa kupasivia, wa kung'ang'ania kuendelea kufanya, cha tatu kwa leo na cha mwisho ambacho natakiwa ufanye ni kutengeneza framework, kwamba kile unachokifanya kiwe kimelindwa, kiwe kimekuwa guarded, kuwe kina mwelekeo maalum. Ni lazima kuwe na framework, ni lazima kuwe na utaratibu wa namna ya kufanya, na kila mmoja anayefanya afanye sawasawa na utaratibu ule uliouweka. Inaitwa framework. Lazima kuwe na utaratibu unaobainisha namna ya kufanya. Nimekutolea mfano sisi ambao tumepita kwenye uvuvi, ni kwamba kuna kuwa na mtu ambaye ni kiongozi kama dereva kwenye mtumbwi. Hata kama mko watatu, mmoja wenu kama mnatumia kasia, hamtumii ngalawa, mnatumia kasia, ni lazima mmoja wenu akae nyuma ya mtumbwi ambaye ndio dereva. Yeye ndio anayeongoza direction, wapi muende. Wale wawili wanaokaa katikati ya mtumbwi pale huwa wana support tu kuongeza spidi. Yule anayekaa nyuma ndo dereva anayeelekeza mtumbwi uende wapi. Anaweza kaamua mrudi, mkarudi. Hata katikati mkifanya vipi, yeye akiamua sasa hivi tunarudi, mnarudi. Kuna namna ukipiga kasia huku na huku unauelekeza mtumbwi uende wapi. Lakini aliyekaa katikati ana access ya kupiga upande wake mmoja tu na mwingine upande wake mmoja tu. Hawa katikati hawawezi kuelekeza mtumbwi pa kwenda. Isipokuwa yule aliyekaa nyuma kabisa pale mwisho wa mtumbwi, amekaa mwisho, anaweza kapiga huku na huku. Ndio akipiga huku mtumbwi unaelekea huku, akipiga huku mtumbwi unaelekea huku, akipiga huku na huku anakuwa ananyoosha mtumbwi. Kwa hiyo hizo taaluma, hizo ni scale, hizo ni structure, ni muundo wa namna ya uendeshaji wa mtumbwi. Lakini ukijitia wewe ni jasiri na kwamba unaweza kuvumilia, alafu ukaacha kuweka structure, unazama. Sasa watu wengi sana wameanzisha biashara wakiwa na ujasiri. Hata sasa nasikia mimi mbona jasiri, alafu wakiwa wavumilivu, lakini hawajui kilichowaangusha, walikosa structure. Yaani hana framework inayoongoza kwamba nani awe kiongozi na tutaenda kwa namna gani. Nimesema hata zile ngalawa zina mtaalamu pale katikati anayefahamu aina za upepo na mabadiliko yake. Yule akiamua ile structure kuibadilisha, ikaangalia inakotoka au ikaangalia inakoenda, ngalawa inadondoka. Ni lazima awe structured, awe na utaratibu unaomuongoza. Sasa hivi ni upepo wa kusi, sasa hivi ni upepo wa kaskazini, sasa hivi ni upepo wa mashariki, aelekeze wapi lile hema.
ni lazima kuwe na structure. Watu wengi wanadhani kwamba mafanikio ni matendo tu, kwamba umepata ujasiri, umeenda kuanza, na unaweza kuvumilia matusi, unaweza kuvumilia hasara, kwamba utafanikiwa. Hauwezi kufanikiwa. Ni lazima uhakikishe kwamba umeweka uzio, kwamba watu hawapiti huko, hawaji huko. Unaweza kuwa na wasaidizi wako, pengine ni lazima wawekee frame, inaitwa framework, structure, kwamba watacheza hapa tu, hawawezi kwenda nje ya hapa. Na maana yake hii ndio itakao kuwa dira ya kuelekeza na kupunguza upotevu au hasara ya kiutendaji. Hata ukiangalia mifumo kama ya kibenki, ambao wao tayari wana activity, yani wana structure ambayo inalinda fedha za benki, hazipotei. Akizitoa zile fedha akamkopesha mtu, yani wewe unayenisikiliza ukakopeshwa pesa ya benki, wewe unayekopeshwa pesa ya benki, una kitu cha kutaka kufanya, una ujasiri wa kwenda kufanya, lakini hauna structure, hauna mifumo inayolinda fedha, hiyo fedha inapotea. Hata kama nia yako ni nzuri kiasi gani, haijalishi nia, haijalishi moyo wako wa kutaka kurejesha, marejesho yatakushinda. Kwa sababu nia unayo, activity mahali pa kupeleka hela papo, activity unazo, na ujasiri unao, na uvumilivu unao, lakini hauna mfumo unaolinda ile fedha kama ilivyo benki. Na wewe kwenye biashara yako hakuna mfumo unaolinda mapato na matumizi. Hakuna framework inayolinda mapato na matumizi. Ukipewa ile fedha, utaenda kwa itawanye na hautaweza kuikusanya. Itatawanyika kwa sababu hakuna structure inayoilinda. Mwisho wa siku ulikuwa na nia nzuri, umefanya kitu kizuri, lakini kwa kosa framework ile fedha inapotea na hauwezi kufanya marejesho. Na ni watu wengi tu ambao wanahangaika sasa hivi hata na madeni, ambao kwa nia nzuri walichukua fedha, lakini kwa sababu hawakuwa na framework, yani hata kama sasa hivi anavyonisikiliza anajua kwamba anachokisema hapa ni kweli, kwamba kumbe ndo maana mimi nilipoteza, kwa sababu nilikuwa kweli na nia nzuri, nitaka nifanye ile biashara na nilienda kufanya, lakini kumbe nilimwaga hela kwenye shimo. Hakukuwa na structure, hakukuwa na controls zinazozuia hela isipotee, check and balance. Niliamini tu, nikaweka hela zikapotea. Ni lazima uweke vitu vinavyolinda. Ni lazima uweke misingi inayoimarisha na uweledi sasa, skills, taaluma ile ambayo inaweza kulinda vile vitu. Lakini kikubwa zaidi ni structure. Ukichukua ujasiri, ukachukua na hiyo courage, yani ujasiri ukawa nao, ukawa na uvumilivu, alafu ukaweka structure, kila unachokifanya kikawa kina definition yake, kina structure, kina mwongozo wake, ni lazima ufanikiwe. Mwongozo ni pamoja na maandalizi kabla ya kitendo. Ni sehemu ya mwongozo na ni sehemu ya muhimu sana. Kwa sababu mtu anachukua hata kitu au anataka kwenda kufanya kitu, ananyanyuka tu kwenda kufanya bila kuwa na maandalizi yoyote ya kile kitu. Mwongozo ni sehemu, maandalizi ni sehemu ya mwongozo wa kufanikisha jambo. Kwa hiyo ni muhimu sana wewe unayenisikiliza hapa sasa hivi, kama una jambo lako, kama una kitu unataka kufanya, chochote, unataka kukuza studio, unataka kupanua shughuli zako za utendaji, hakikisha kabisa umeweka structure, umeweka mifumo inayolinda kuweza kulinda utendaji na matokeo unayoyataka. Huwezi kupata matokeo unayoyataka ukatupia tu mahali, tuchukue hata kwenye mpira kusingekuwa na ile michoro kwamba hapa maana yake ni nje, hapa ni offside, hapa goalkeeper anatakiwa mwisho kuishia. Yaani kila mtu acheza anavyotaka, tungekuwa ni vurugu. Sasa watu wengi sana wanacheza kwenye uwanja ambao haujachorwa. Yaani hauna mipaka, hauna structure. Ili mada ameona uwanja, yeye anajua ni pa kwenda kucheza. Ni lazima kuwe na mipaka. Napoongelea structure, naongelea ile mipaka unayoona, zile mistari mieupe kwenye uwanja wa kijani wa mpira wa miguu. Zile ndo structure.
zinamaanisha kwamba mpira ukifika pale ni nje, mpira ukipitiliza kule ukiingia pale ni goli. Yaani kuna structure ya goli. Sasa wasingeweza kuanza kucheza bila kuchora ile structure. Sasa chochote unachokwenda kukifanya, labda nitumie lugha rahisi, chora uwanja wake. Tengeneza structure kwamba akifika hapa mtu ni offside. Akipita hapa namna hii amepatia, yuko onside. Yeye na goalkeeper mwisho wake ni hapa. Hii ni hesabu kwamba goli limeingia, ni lazima kile kitu kikapige pale. Sasa hizi structure ni policies, framework, SOPs, taratibu za kazi zote zile ziwepo. Naziongea kwa jumla hapa kwa sababu ni video ambayo naitoa kwa maana hii. Lakini ukitaka uelewa mzuri zaidi na namna ya kusaidiwa, sisi tupo kwa ajili hiyo. Upotevu mwingi sana, hata kama watu wana ujasiri wa kukopa, hata kama watu wana ujasiri wa kuanza biashara zao, hata kama watu wana ujasiri wa kutenda, huwa wanakosa framework inayolinda upotevu wa matendo na upotevu wa fedha, na haiwapi nafasi ya kujua ni namna gani watashinda. Lakini ukitengeneza framework inakuonyesha mpaka matokeo yanayotarajiwa, na utayaona yakitokea na watu wakicheza within kupitia tu ile framework iliyotengenezwa. Kwa hiyo waliotengeneza uwanja wa mpira hawakuwa kwamba hawana akili, wanafahamu wanachokifanya. Hakuna mchezo ambao hauna framework. Hakuna. Iwe gofu ina framework. Iwe mchezo wowote ule, hata kama ni wabao, una framework yake. Kuna mashimo yamewekwa pale kwamba ukifika hapo utakuwa hivi, ukidondosha hapa kwa namna hii umeshindwa, ukidondosha hapa namna hii unakula kule na huku. Kuna framework kwanza, alafu ndo zile kete zinaanza kuchezwa. Hata kama ni karata, kuna framework. Kuna 60, robo 60 sijui inaitwa. Kuna michezo mbalimbali sana. Yote ukiangalia mnaanza kwanza kufundishana sheria za mchezo huu. Hiyo ndo framework. Yaani uweze kucheza mchezo wowote bila kujua taratibu na miiko yake, huo mchezo hauwezi kufanikiwa. Lakini kwenye biashara huku, mtu anaamka tu leo anataka kaanzishe kitu, hajui miko yake, hajui sheria zake, hajui utaratibu wa kushinda na kuwaje, alafu anataka afanikiwe. Hata kama una ujasiri niliousema, hata kama una uvumilivu, kama haujui framework, haujui miko yake, kwamba huu mchezo huo unachezwaje, kama haufahamu, hauwezi kufanikiwa. Ikitokea umefanikiwa ni baada ya kujifunza, umelipa ada ya mapotevu, gharama kubwa sana ya upotevu. Yaani you learn by mistake. Unajifunza kwa kukosea. Ada yake huwa ni kubwa sana, kwa maana ya ule upotevu utakaopotea. Kwa hiyo unapotaka kufanya jambo, zingatia haya mambo matatu niliyosema hapa. Hakikisha tu umepata ujasiri wa kutosha wa kuweza kuanza na mazingira yale yale ulionao sasa hivi, bila kujiangalia kwamba huna hela, huna elimu, huna chochote. As long as una uhakika kwamba hicho ni kitu ambacho kiko ndani yako na Mungu amekupa kufanya, kuwa jasiri, nyenyuka, kaanze kufanya. Hata kama ni vibaya vibaya, kaanze kufanya. Huo uzuri nao utaka utakuja mwishoni. Kwa sababu kitu ambacho kinaweza kuharibu watu wengi, kinawafanya hata wasifanye, ni perfectionism. Yaani mtu anataka mpaka apatie kwanza ndo afanye. Sasa utapatiaje akilini jamani? Mimi huwa natamani nipatie kwenye kutenda. Nikiwa natenda ndo nimepatia, alafu ndo nijue nimepatia. Sasa unakataa, unaacha kuanza, unakosa ujasiri wa kuanza kwa sababu tu you are not sure. Unataka kuwa sure on the side. Nenda kafanya, chukua ujasiri, nenda kafanye. Ukikaa pale utakutana na magumu mengi. Ukiyaona magumu, furahia kwamba kumbe ndo haya magumu yenyewe mwalimu alikuwa anasema pale. Ndo hayo magumu yenyewe. Aidha ni watu wamekukwamisha, ndo magumu yenyewe. Ni wafanyakazi wamekimbia, ndo ugumu wenyewe.
umeibiwa, ndo ugumu wenyewe. Huo ugumu ndo uvumilie sasa, ujifunze kutokea hapo, uweze kutengeneza sasa framework nzuri, mfumo mzuri wa kulinda watu wasiibe. Kwa maana ya wizi, mfumo mzuri wa kusababisha matokeo yatokee. Mahali uweze kujua kwamba uwanja huu goli lile pale, au mchezo huu kanuni zake na sheria zake na taratibu zake ziko hivi, kabla hujaingia kucheza, na uhakikishe umezielewa. Ndio framework yenyewe. Kwa hiyo ukishajua kwamba mzungu wa 5 anafanyaje, au joka linachukua nini, au namba 2 inachukua nini kwenye kadi, unakuwa unafahamu unacheza mchezo gani. Kuna mchezo unatakiwa atoe majoka, ubakize tu karata za kawaida. Sasa usipofahamu hizo kanuni za mchezo nao kwenda kucheza, hata kama una ujasiri, nimesema, hata kama unaweza kuvumilia, yatakushinda, kwa sababu utakuwa unatapanya tu, utakuwa unafanya kitu ambacho hakileti matokeo. Mwisho wa siku, kama hakuna matokeo, moyo na nafsi inavunjika. Kwa hivyo fanya haya ambayo nakueleza hapa, alafu tukutane kwenye mafanikio. Asante kwa kunisikiliza. Karibu tena wakati mwingine.